Gereza la Isanga lilikuwa limeanza kuwa makazi ya kudumu ya Bright. Katika mwaka wake wa 12, Bright alipata pigo lingine la kikatili. Macho yake yalianza kufifia. Giza halikuwa tena la usiku pekee. Hata mchana, aliona ulimwengu ukiwa katika ukungu wa kijivu. Madaktari wa gereza walimwambia ni shinikizo la damu, lakini Bright alijua ukweli. Macho yake yalikuwa yamechoka kulia. Yalikuwa yamechoka kutafuta nuru ya haki katika handaki lisilo na mwisho. Kila mara alipofumba macho, aliona sura ya Neema, lakini sasa sura hiyo ilikuwa na mabadiliko. Hakuwa Neema anayetabasamu, alikuwa Neema mwenye huzuni, akimnyooshea mkono kutokea upande wa pili wa mto wa giza. Bright hakujua kuwa huo ulikuwa ni ushahidi wa roho, ukimwambia kuwa mpenzi wake ameshatangulia mbele za haki. Wakati huo huo, kule kijijini Kibaoni, Emmanuel, mjukuu wa mwalimu mstaafu, alikuwa ameshindwa kuvumilia siri aliyoisikia dirishani kwa mzee Mateso. Alimsimulia babu yake. Hii ni Hukumu ya Majivu, sura ya 6, kilio cha giza na ushahidi wa kaburi. Karibu tusafiri pamoja. Gereza la Isanga lilikuwa limeanza kuwa makazi ya kudumu ya Bright. Katika mwaka wake wa 12, Bright alipata pigo lingine la kikatili. Macho yake yalianza kufifia. Giza halikuwa tena la usiku pekee. Hata mchana, aliona ulimwengu ukiwa katika ukungu wa kijivu. Madaktari wa gereza walimwambia ni shinikizo la damu, lakini Bright alijua ukweli. Macho yake yalikuwa yamechoka kulia. Yalikuwa yamechoka kutafuta nuru ya haki katika handaki lisilo na mwisho. Kila mara alipofumba macho, aliona sura ya Neema, lakini sasa sura hiyo ilikuwa na mabadiliko. Hakuwa Neema anayetabasamu,